Leo kimetokea nini? Mimi sina la kusema. Kwa biashara kwa lalamika mwisho. Mimi sio mwenyekiti. Lakini ni katibu. Sawa. Fateni mwenyekiti. Lakini ulichaguliwa na wananchi. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika soko la Tengeru. Soko hili liko katika wilaya ya Arumeru. Asubuhi hii ya leo imetokea taharuki na sintofahamu katika soko hili, ikieleza kwamba eneo hili la soko katikati panatakiwa pajengwe choo kwa ajili ya matumizi ya watu wa sokoni hapa. Na kwa mujibu wa maelezo ya wananchi ama wafanyabiashara wa eneo hili, wamesema kwamba hawajakataa kujengwa choo katika eneo hili, bali wanachokataa ni kile ambacho kinaonekana hapa kwamba choo kinajengwa katikati kabisa ya soko hili, na kwa pembeni ni bucha za nyama, lakini upande mwingine ni sehemu ambazo watu wanakula chakula, lakini upande wa pili pia ni eneo ambalo watu wanauza mitumba. Wanahoji, kama choo kinajengwa eneo hili la katikati ya soko, je, usalama wa afya utakuwaje, hasa maeneo ambapo zinafanyika bidhaa mbalimbali ikiwemo nyama ambazo zinauzwa eneo hili? Na wale ambao wametoa ushauri katika kujengwa choo hiki hawakufikiria kwamba kuna wananchi ambao wako karibu kabisa na maeneo haya. Lakini pamoja na hayo, tumejaribu ingalau kuwasiliana na watu halmashauri ya Meru, kwa sababu ndio wana mamlaka na soko hili. Hatukupata majibu yoyote ambayo yanaeleweka, lakini taarifa za wananchi, wao wanaiomba sasa serikali ingalau iweze kuangalia upya kusimamisha ujenzi wa choo hiki ambacho baadaye kinaweza kikaleta madhara ya kiafya kwenye sehemu hii. Tumeambiwa tu mazingira hapa, tumekuta siku hiyo tukaambiwa kwamba hapa panahitaji pajengwe choo. Sawa. Na sisi tulitegemea uongozi utasimama na sisi. Umeona? Mwisho wa yote sisi tunaona tu mara choo kinawekwa hivi, kikachimbwa, kikaje kikafukiwa, kikageuzwa, mara kinawekwa hivi. Kwa hiyo sisi hatujajua utaratibu ni nini. Mwisho wa yote hata siku ya jana watu wamefika hapa wakaambiwa choo badala ya kukaa hivi kigeuzwa upande mwingine. Na shida ya hapa hakuna mwenye kiongozi aliyechaguliwa hapa, iwe ni mwenyekiti ni katibu, juu ya hili hatujamuona. Sisi kama wanavyofanya biashara tunafanya nini? Kabla ya kufanya hichi wanachokifanya, kumwaga mawe, kumwaga mchanga, waliwashirikisha kama wafanyabiashara? Hakuna mtu aliyoshirikishwa hata mmoja. Sasa mtakuwa mnafanya biashara wapi? Hakuna sehemu ya kufanya biashara. Hatuna sehemu ya kufanya biashara. Sisi kama wafanyabiashara hatuna sehemu ya kufanya biashara. Na viongozi wa soko wanawasaidia? Hakuna hata mmoja aliyosimama na sisi. Nini ambacho unaiambia halmashauri sasa? Halmashauri wao sasa waangalie uwezekano wa kuchimba hiki choo kisiwepo hapa. Kwanza hata kiafya, kimazingira. Hapa stahili. Hata kama ukiwa na akili timamu ukiangalia, hapa stahili, pana bucha za nyama. Hata ukikigeuza choo ni bure. Hata ukigeuze ukifanya nini, nzi atatoka hapa atakwenda pale. Kiustaarabu ni nini? Mlipuko wa magonjwa utakuwepo hapa. Sehemu za kuchimba choo zipo maeneo huko nyuma, yapo pembezoni mwa soko lipo. Na kama wanashindwa kuchimba hiki choo, ni bora tuambie kwamba choo hakiwezekani kuchimba hapa, au kama hatutachimba sawa, mtumie vyo vilivyoko huko. Maana kuna choo kingine kiko huko chini, soko la chini huko, kingine kiko huko chini. Umeona? Kuna vyo viwili. Kwa hiyo hiki hapa hakina ulazima kuweka hapa katikati. Kwa hiyo tuna viongozi ambao hawasikilizi sauti za wananchi kabisa. Ndio. Sasa unawashauri nini viongozi hawa? Mimi sina cha kuwashauri, bali kwa vile wameshindwa majukumu yao, wanastahili wakae pembeni. Jina unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Mdachi. Wamefanya kazi ya kujenga choo hapa. Yaani wameshauriana wao bila kuita wananchi hapa. Maana sisi ndio wafanya biashara hapa Tengeru. Kwa hiyo tutakiwa waita wauza mtumba hapa sokoni na sisi wafanya biashara wa nyama, ili tujue hichi choo kinawekwa sehemu gani. Sisi hatujakataa choo kuwekwa, lakini sio katikati ya soko. Yaani hapa hii nafasi waliotaka kujenga choo vyo wanawake 5 na wanaume 5, na maana wanachukua nafasi kubwa mno kiasi kwamba hata serikali kupata ile mapato ya siku ya soko, ile ushuru inakuwa mdogo tofauti na hicho choo ambacho anasema mtu atajisaidia kwa shilingi 200 au shilingi 300. Alafu watu wengi hapa ndio tunapategemea, miaka nenda rudi ndio tunapategemea kutafuta riziki hapa katikati ya soko. Karibia meza 40 au 50 watu wanakosa nafasi hapa. Watu 70 na watu wamechukua mikopo, wanahitajika kurudisha marejesho, wanasomesha, wanalisha familia hapa kupitia hapa. Sasa wataenda wapi hao watu? Kwa hamna sehemu nyingine. Tulikuwa tunaomba tu serikali itafute sehemu nyingine pembeni, ijenge choo pembeni ya soko, sio katikati ya soko. Maana hapa ni katikati. Hawasikilizi sauti ya wananchi, wanataka tu wenyewe ndio walivyoamua, walivyopanga ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo nilikuwa naomba choo wajenge pembeni ya soko, sio katikati ya soko. Ikiwezekana basi
wahamishe kabisa hii sehemu hapa, kwa sababu hapa ipo karibu na mabucha. Nzi akitoka kule chooni anarukia kwenye nyama. Kwa hiyo watu na hapa si tupo katika, huu ni mji wa kitalii. Watu wanapokuja hapa hivi wakikuta nyama ipo karibu na choo, watu wasema kuwa nyama zinauzwa karibu na zinauzwa chooni. Nilikuwa naomba serikali itafute sehemu nyingine kuweka hivi vyoo. Hatutaki viweko hapo katikati ya soko. Halmashauri je, tueleze kuna kitu gani kinaendelea mahali hapa? Tunaomba halmashauri waje, mwenyekiti wa soko na mwenyekiti ndo tunamhitaji kwanza atuambie hapa kuna kitu gani. Mkuu wa mkoa tunamwomba aje asikilize hii shida tulionayo hapa. Soko la 3 hatufanyi kazi. Hatujui kuna tatizo gani hapa. Tumezuiliwa hapa, hamna kutandika, tumekuja sasa hivi tumetoa mizigo, hamna mahali pa kufungua kazi. Hatujui kuna shida gani. Hawajatupa taarifa yote kuna nini kinaendelea hapa. Hatuelewi ni nini. Sio choo itajengwa karibu na mabucha hivi. Mabucha ndo hapa ndugu mwandishi. Hii sio choo, ni nyumba. Hatujui ni kitu gani wanajenga. Hawajatushirikisha kitu chochote. Leo ni soko la 3 tunakuja namna hii. Hamna mtu anakuja hapa atuambie kwamba kuna nini kinaendelea. Hatujui kitu chochote. Tunaomba halmashauri je tuambie kuna tatizo gani. Siku ya 3 hatufanyi kazi hapa kwa ajili ya usumbufu. Tumekuja tukakuta hapa wameweka sijui wameweka mbao. Hatujui ni nini kinachoendelea, maana hawajatuhusisha, hawajashirikiana na sisi kutueleza ni nini kinachoendelea. Sasa tunaomba mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya na ifika mpaka kwa Mama Samia, kwa sababu kama sisi ni wafanyabiashara hapa tulitakiwa tuhusishwe ili tujue kwamba ni nini kinachoendelea. Sasa tunateseka hapa, hakuna kinachoendelea. Wakija wanasema kwamba ondoeni, alafu tunakuta meza zimeondolewa. Sasa ukiangalia kiafya, hapa ni karibu na maduka ya nyama. Huwezi kujenga kama ni choo, huwezi kujenga hapa, maana mainzi yote yataishia kule. Mtu ni afya. Na ndio hivyo watu watapata magonjwa. Kwa hivyo tunaomba mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, Mama Samia ahusike na hili ili ajue kwamba ni nini kinachoendelea katika mkoa wa Arusha na katika wilaya ya Rumeru. Kama mlipewa notice yote ya kuhamisha mabanda? Hatujapewa wala hatujataarifiwa wala hatujahusishwa. Hatujahusishwa. Hawajatushirikisha. Tukitoka hapa sisi tunaenda wapi? Hawajatushirikisha. Tumekuja tu tukakuta mbao yamepigwa huku. Ni siku ya 3. Wafanyabiashara wangehusishwa kwanza, wangetushirikisha, waseme kwamba tunaweka kitu gani hapa na watutafutie nafasi nyingine ya kwenda kuuzia. Hata kama ni mtu mwenye nyumba ni mpangaji wake. Huwezi kumwambia mpangaji aondoke, unatakiwa umpe notice ya miezi 3. Hii nafasi iliyozibwa hapa ni ya wafanyabiashara. Na ukiangalia mazingira ya hili soko kwa mitumba, kitovu cha biashara ni eneo hili. Kilichotokea hapa ni kwamba watu walikuja sokoni wakakuta mabanzi yamezungushwa, na taarifa iliyotoka ni kwamba wamesema wanajenga choo hapa katikati ya soko. Sasa lawama zimekuja, zilianzia buchani kwanza. Maana bucha ndio hiyo hapo wanauza nyama na hiki ni choo kinajengwa hapa. Ukiangalia mazingira ya hali ya hewa ya afya ya binadamu hapa sio rafiki. Nyama zimetundikwa pale, choo kinakaa hapa. Lakini ukija kwa wafanyabiashara, ukiangalia mazingira ya hapa, hii hapa ni eneo la wafanyabiashara. Hiki kieneo ambacho kimezungushwa mabanzi kinahudumia watu zaidi ya 50. Hapa kuna mtu anayefanya biashara, kuna mtu anayefunga turubali, kuna mtu anayebeba meza, kuna mtu anayebeba mzigo. Watu karibia 10 wanategemea meza moja. Lakini sasa ukiangalia zaidi ya meza 30 zimetolewa hapa. Kinachotakiwa sasa au kilichofanyika ni kwamba walivamia, ni kama walivamia. Ni serikali, ni eneo la serikali, lakini pia watu wanaofanya biashara hapa wanalipa ushuru kila siku. Ndio serikali ingetakiwa ije aongee na wafanyabiashara wakubaliane, mwisho wa siku tupate mwafaka. Lakini kilichotokea ni kwamba wamekuja kuvamia, meza zikatolewa, wakaja kugonga mabanzi, wakalima msingi, lakini taarifa kwa wafanyabiashara haipo. Na mpaka sasa hivi hatujui kinachoendelea. Ni soko la 3 hili, hamna kilichoendelea. Mkuu wa soko anasemaje? Mkuu wa soko hajaongea na wafanyabiashara. Na mkuu wa soko hajahusika kwenye hii shughuli ya kuongea na hao wafanyabiashara. Kilichotokea ni kwamba wao waliingia tu kufanya kazi. Msingi ulichimbwa hapa ukafunikwa,
Leo wamekuja wamekuta tena imechimbwa kwa upande mwingine, ndio kama hivi unaona watu kuanzia asubuhi hajafungua biashara. Na hapa ukiangalia kuna watu wanalisha familia kupitia eneo hili, kuna watu wanalipa kodi kupitia eneo hili, kuna watu wana mikopo wanalipa kupitia eneo hili. Serikali walichofanya hawajafanya miundombinu yoyote ya kutafutia hata wafanyabiashara sehemu nyingine au kuongea nao basi kwamba hapa kuna kitu kinafanyika labda mtaama au nini. Ni kwamba walivamia na wakajenga choo na hatujajua kinachoendelea mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi mna imani na uongozi wa soko? Uongozi wa soko hatuna imani nao. Kwa sababu gani? Mtu aliyetakiwa kutetea hili ni mwenyekiti wa soko. Hili soko lina mwenyekiti wa wao wafanyabiashara. Ina maana mwenyekiti wa soko anahusika na watu wote. Hata kama meza mtu mmoja wa mfanyabiashara mmoja akiathirika, inatakiwa mwenyekiti wa soko ahusike. Lakini zaidi ya wafanyabiashara 30 wameathirika, mwenyekiti wa soko hatujamuona. Mpaka sasa hivi aje kututetea hatujamuona. Mbona alichaguliwa na nani? Si nyinyi ndio wafanyabiashara ndio walimchagua. Lakini wafanyabiashara ndio tunamtegemea sasa kwamba aje akasaidie tuweze kupata suluhisho la ile. Lakini mpaka sasa hivi soko la tatu hatujajua muongozo. Mambo yakiendelea hivi msimamo wenu ni upi? Msimamo wa wafanyabiashara ni kwamba wamesema kwamba wanafanya kazi, wanataka waongee na uongozi ili wapate muafaka. Kwa sababu wanasema sasa wametolewa hapa, wataenda kufanyia wapi kazi? Kwanza serikali imetukosea. Kwa sababu gani? Ilitakiwa kutushirikisha kwenye hili swala. Wangetushirikisha, wangeita kikao kwenye hili swala, ingekuwa jambo jepesi, singefika kuwa huku. Wamefanya bila kutushirikisha na wanakuja siku ambao hazipo. Mara ya kwanza wamechimba msingi hapa, hawajatushirikisha. Wamekaa, wamefukia tena msingi. Wameanza kuchimba msingi mara ya pili. Kwani wenyewe kwa wenyewe wanavutana. Wangetushirikisha kwenye hili swala, ingekuwa ni rahisi. Sasa leo wanakuwa wanatoa, sasa wanategemea sisi tutaenda wapi? Hawajatuambia 1 2 3, mwenyekiti hayupo wala nini. Yaani tupo hapo ni kama sisi hatuna haki kwenye hili eneo. Na sisi ni wafanyabiashara tunalipa kodi. Yaani ombi letu ulikuwa tunaomba ili swala hapa lisimame paka ongee na sisi kwanza. Hatuwezi kwenda kwa staili hii. Hawajaelekezwa sehemu nyingine ya kwenda. Hawajatuelekeza sehemu yoyote ya kwenda. Sisi tumekuta kama hivi, kama ulivyokuja hivi. Tumekuta wamejenga, wamezungushia hivi. Hawajatupa taarifa ya aina yoyote mpaka dakika hii. Kwani nyinyi mmegundua kwamba wanajenga nini hapa? Choo ndo kinajengwa hapa. Aliwaambia sana nani? Taarifa tunazosikia, maneno wanavyosema wanajenga choo. Mimi naitwa Beatrice Kiwelu. Tulikuja hapa siku ya Jumatano. Tukakuta msingi umechimbwa. Tukauliza ni nini kinajengwa hapa? Leo tunaenda wapi? Hakuna suluhisho ya aina yoyote. Tukaitana na wenzetu, tutatandika chini au tutatandika juu. Meza zetu tuite vijana watuletee meza. Tukaita vijana wakatuletea meza zetu wanako tuhifadhia. Meza hizi tunazilipia 1100 kwa serikali. Bado unakuja unakuta meza haipo. Tukaomba leta meza tuweke. Tumeweka meza. Akaja sijui wanasema ni mkandarasi, sijui ni kiongozi gani. Akanyanyua ile meza akatupa. Kwa hiyo tukakosa nguvu na tukakosa namna ya kujitetea. Tukaondoka. Leo tumekuja tena, tumekuta wamesogeza eneo. Pale walipokuwa wamechimba wamefunika. Wakachimba tena upande wa chini. Na mti umekatwa ule pale. Hatujui hata imepelekwa wapi. Na mti tena ni kivuli chetu ndio tunachokitegemea. Leo tungefika hapa tuambiwe labda hata tumebadilishwa eneo, twendeni mkafunge mkatandike kule ili mjipatie maisha. Tunarudi tena nyumbani na mifuko yetu hatuna kitu. Watoto wanafika wanatukuangalia, mama kuna nini uko ulikotoka? Kuna kelele, hakuna biashara tuliofanya siku ya leo. Maana mtoto alishaanza kila siku ukitoka una maliboro, una begi, una ndizi. Leo hakupokei. Utaacha kusikitika. Tunaomba ili swala liende mbele. Tusaidike. Uongozi wa soko wakiwa kama halmashauri, wafanyabiashara wote, tusaidiwe. Tutafutie eneo la kufanya. Kama kuna eneo limegundulika labda tunawekwa, tupelekwe. Tumechoka kunyanyasika jamani. Naitwa Richard Michael, mwenyekiti msaidizi wa mabucha ya Tengeru. Changamoto iliyotokea hapa ni halmashauri kuja kujenga choo hapa. Kitu ambacho kimetuletea shida kidogo kwa sababu kwanza hapa ni eneo la bucha. Kweli tunahitaji choo lakini imekuwa ni karibu na sehemu ya mabucha. Sasa ukijaribu kuangalia eneo la soko hili, yani shepu ya soko hapa ndo sehemu hii tu ya hapa. Kuna sehemu zingine huku zina nafasi nzuri ambao wanaweza kwenda kujenga choo. Tuliongea na mheshimiwa diwani. Kamwambia kwanza hichi choo wanajenga choo ni kwanza ni kikubwa. Kitu ambacho kinakula eneo kubwa la soko. Sasa tukaambia kama wanaweza kubadilisha hata hiyo plan au ramani wakajenga choo cha size kidogo cha wastani. Lakini sasa ukijaribu kuangalia choo hicho wanachojaribu kujenga hapa ni cha public. Hapa unauza nyama.
Swala la usafi ni tunavyoelewa sisi ni changamoto. Nyumbani ndio tunakaa na vyoo na nini, lakini usafi wa nyumbani huwezi kulinganisha na huko wa sokoni. Kila mtu anaingia hapo. Kwa hiyo hii itatuletea changamoto. Hususan ukija kama wakati wa mvua kama hivi. Manzi, yani nzi anaweza kutoka pale anakuja kufika hapa, ni sehemu ni karibu. Sasa hata hii inatulia biashara yetu hapa. Kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa, na ndio maana imepelekea paka swala hili kufika hapa hivi. Tulikuwa tunaomba halmashauri kwa sababu wana eneo kubwa watafute sehemu nyingine tofauti na hapa. Kwa sababu kwanza hapa ni sehemu ya iko karibu na mabucha. Kwa hiyo wangeangalia sehemu nyingine tofauti na hapa. Kabla ya kufanya hivyo kwa madai walikuja, lakini hatukujua kwamba choo kinajengwa kwa ukubwa huu. Tulipozungumza tulifika labda wajenga room moja au room mbili. Lakini sasa imekuja kuwa ni room 10. Sasa kwa mazingira haya hapa ndio imekuwa changamoto hiyo. Viongozi wa soko walikuja wote kwa pamoja, lakini wao walionyesha yani walinani ile eneo hapa, walijaribu kuongea na huyo, tulikaa na mheshimiwa diwani hapa, lakini bado ilionekana ni changamoto, lakini waliamua choo kijengwe hapa. Kama wanaforce mambo. Kwa sababu ili swala yani changamoto kubwa iliyotokea hapa ni eneo ili kuwa lidogo. Na ukijaribu kuangalia mazingira haya, yani shape ya soko iko hapa tu. Lakini kama wangeweza kutafuta sehemu nyingine, isingekuwa na hizo changamoto. Kwa sasa hapa choo hakuna, lakini kuna choo cha soko ambacho kiko soko la chini kule. Sababu ya masoko yako mawili. Kuna ile la mitumba huku na kuna ile la bidhaa zingine kule. Kwa hiyo kule kuna choo. Na hususan nyumba zilizozunguka hapa, kila nyumba ina choo. Kwa hiyo watu wengine hapa kuna baa ziko karibu wanatumia hapa kwenye mabaa. Kwa nini mnahitaji choo lakini sio kijengwe hapa? Tunahitaji choo lakini sio kujengwa kwa mazingira haya, kwa sababu kimekuwa karibu sana na mabuchani. Ndio.